tena katika kipindi chetu cha simulizi na hadithi. Ni mimi yule msimulizi wenu wa simulizi na hadithi. Leo hii nawaletea simulizi mpya ambayo ni ya mapenzi. Simulizi hii inaitwa Aliponipenda kwa Siri Akanisaliti kwa Udharau. Sehemu ya kwanza. Naanza kwa kusimulia simulizi hii. Asha hakuwahi kuwa mtu wa drama. Alikuwa msichana wa kawaida tu, kazi, nyumba, marafiki wachache na moyo ambao ulipenda kupita kiasi. Kisha akakutana na Kelvin. Kelvin hakuwa perfect. Alikuwa na kitu ambacho Asha hakuwahi kukipata kwa mtu mwingine. Alimsikiliza, alimjali na alimfanya aamini kuwa safari ya maisha inaweza kuwa nyepesi ukiwa na mtu sahihi. Lakini mapenzi huwa yana tabia moja mbaya. Yanakuonyesha upande mzuri kwanza, halafu baadaye yanakupa ukweli wote kwa kupuuza. Siku moja Asha aliporudi nyumbani mapema, alikuta kitu ambacho hata leo akikiwaza moyo wake unatetemeka. Kelvin hakuwa peke yake, na mbaya zaidi hakuwa hata na aibu. Alimtazama Asha kama mtu asiye na haki ya kuuliza chochote, kama vile miezi yote ya mapenzi, ahadi na mpango ilikuwa ni mchezo tu. Asha alihisi dunia ikimtazama, lakini hakupiga kelele, hakupigana. Alitabasamu tu, ile tabasamu la uchungu ambalo linamaanisha sawa, nimekuelewa sasa. Kisha akageuka na kuondoka. Kelvin akasema kwa sauti ya dharau, unacheka nini? Asha akajibu bila kugeuka, nacheka kwa sababu nimepona. Asha hakurudi nyumbani kwa siku mbili. Alikaa kimya, akajaribu kuunganisha vipande vya moyo wake kama mtu anayekusanya vioo vilivyovunjika. Lakini kile kipande kilikuwa na kumbukumbu ya Kelvin. Marafiki zake walimwambia achane naye kabisa, lakini moyo wa mtu unaumia kwanza, halafu ndio unajifunza. Siku ya tatu Kelvin alianza kupiga simu. Mara moja, mara mbili, mara saba. Asha hakupokea hata moja. Lakini usiku ule Kelvin alifika mlangoni kwake bila taarifa. Alikuwa amechanganyikiwa, macho mekundu na sauti iliyovunjika kama mtu alipoteza kitu muhimu. Asha, tafadhali fungua, tuweze kuongea. Asha alisimama kimya nyuma ya mlango akisikiliza. Kwa sekunde chache moyo wake ulitaka kumfungulia, lakini akili yake ikamkumbusha kile alichokiona. Kelvin akaendelea. Sikukusudia, ilikuwa makosa. Nimekosa, lakini wewe ndio kila kitu kwangu. Asha alifungua mlango taratibu, lakini hakumkaribisha ndani. Kelvin alisema kwa sauti tulivu, unakumbuka siku uliponiambia kuwa mimi ni bahati yako? Kelvin akatikisa kichwa, macho yakijaa matumaini. Asha akatabasamu, lile tabasamu la mtu aliyeshinda vita ya ndani. Bahati yako imekuacha. Kelvin alijaribu kumgusa mkono, lakini Asha akasogea nyuma. Usijari, akaongea. Siku moja utaelewa kwa nini niliondoka kimya kimya, kama vile ulivyonisaliti bila aibu. Kelvin akabaki pale mlangoni akitafuta maneno, lakini Asha alishafunga mlango, sio tu wa nyumba bali wa moyo wake pia. Kwa mara ya kwanza hakuhisi maumivu, alijisikia huru. Baada ya kufunga mlango, usoni mwa Kelvin, Asha alikaa kimya kwa dakika kadhaa. Sio kwa sababu aliumia, bali kwa sababu kwa mara ya kwanza alihisi nguvu ya ndani yake. Siku zikasonga. Asha akarudi kazini, akajitupa kwenye maisha yake na pole akaanza kurudi kuwa yule msichana alikuwa kabla ya Kelvin. Lakini kitu kimoja kilibaki. Hakuwa tena mtu wa kuamini maneno matamu bila vitendo. Wiki moja baadaye, akiwa kazini, alipewa jukumu la kufanya presentation na timu mpya. Ndipo alipoingia ofisini kijana mmoja mpya, mtulivu,
mwenye heshima na mwenye macho yale ya mtu anayejua maumivu ya moyo. Jina lake lilikuwa Brian. Hi, I'm Brian. I'll be working with you on this project, alisema kwa tabasamu la adabu, si la kujifanya. Asha alijibu kwa tabasamu dogo, lile la mtu ambaye bado anajilinda. Lakini Brian hakuwa kama Kelvin. Hakumkimbilia, hakumshawishi, hakumfanya ajisikie mdogo. Alimpa nafasi ya kupumua. Siku moja baada ya kazi, Brian alimwambia, najua hujui mimi ni nani sana, lakini kama kuna kitu unachopitia usijisikie peke yako. Asha alishangaa. Hajui hata maisha yangu, akasema. Brian akacheka. Watu wanaojaribu kuficha maumivu huwa wana macho mazuri sana. Ni rahisi kuyaona. Maneno hayo yalimgusa Asha kuliko alivyotarajia. Kwa mara ya kwanza alihisi mtu anamuona, sio kwa mwili bali kwa moyo. Usiku ule Kelvin alituma ujumbe mfupi. Nipo hapa kama bado unahitaji mtu wa kuongea. Asha alitazama ule ujumbe kwa sekunde chache, kisha akatabasamu. Tabasamu la mtu anayejua thamani yake sasa. Akaandika jibu moja tu, sihitaji tena. Kisha akafuta namba yake kabisa. Wakati huo huo, Brian alimtumia ujumbe mwingine, umefika salama nyumbani? Asha akajikuta na tabasamu tena, lakini safari hii si kwa uchungu. Siku zilikuwa zinapita na Asha alianza kuona tofauti kubwa kati ya wanaume wawili kati ya maisha yake. Kelvin alikuwa kelele, drama na maumivu. Brian alikuwa utulivu, heshima na maneno machache yenye uzito. Lakini maisha yake huwa hayakupi nafasi ya kupumua sana. Siku moja Asha alipokuwa anatoka kazini, Kelvin alisimama nje ya jengo. Alikuwa amesimama pale kama mtu aliyepoteza kila kitu. Na kwa mara ya kwanza Asha aliona hofu machoni mwake. Asha, tafadhali tuongee. Sio kwa hasira, sio kwa mabishano. Naomba kwa dakika 2 tu. Asha alitaka kuondoka, lakini moyo wake ukamwambia asikilize. Sio kwa sababu anataka kurudi, bali kwa sababu anahitaji kufunga ukurasa. Sema, Asha akasema kwa sauti tulivu. Kelvin akavuta pumzi ndefu. Nimekuwa mjinga, nilikusaliti kwa sababu nilikuwa najiona nipo juu sana. Nilizani hutaniacha. Nilizani utanisamehe tu. Lakini sasa nimekosa kila kitu. Asha alimtazama bila huruma, bila hasira, bali kwa ukweli. Kelvin, sikukuacha kwa sababu ya kosa moja. Nilikuacha kwa sababu ulinidharau. Ulinifanya nione kama sina thamani. Kelvin akainamisha kichwa. Naweza kurekebisha, naweza kubadilika. Kabla Asha hajajibu, mlango wa jengo ukafunguka. Brian akatoka nje akiwa na faili mkononi. Alipoona alisimama kwa sekunde moja tu, lakini sekunde hiyo ilitosha. Asha, everything okay? Brian akauliza kwa sauti ya utulivu, lakini yeye yenye nguvu ya mwanaume anayejua anachotaka. Kelvin akamgeukia Brian kwa hasira iliyofichwa. Huyu ni nani? Asha akatabasamu. Tabasamu la mtu anayechagua maisha mapya. Huyu ni mtu anayeniheshimu. Kelvin alibaki kimya. Maneno hayo yalikuwa pigo kuliko kofi. Brian akamsogelea Asha kidogo, bila kumgusa, lakini akionyesha wazi kuwa yuko upande wake. Let's go, Brian akasema. Asha akamwangalia Kelvin kwa mara ya mwisho. Usijali Kelvin, utapata mtu atakaye kuvumilia, lakini sio mimi. Kisha akaondoka na Brian. Kelvin alibaki pale akitazama jinsi Asha anavyoondoka. Sio tu kimwili bali kiroho, kihisia na kimaamuzi. Kwa mara ya kwanza Kelvin alijua amempoteza kweli, na Asha kwa mara ya kwanza alijua amejipata.
Kelvin hakukubali. Sio baada ya kumwona Asha akiondoka na Brian, sio baada ya kusikia sauti yake ikiwa tulivu, yenye uhakika na isiyo na hata tone la huruma. Usiku ule Kelvin alikaa ndani ya gari lake kwa saa 2 akitazama mlango wa jengo la Asha. Hakutaka kuingia, hakutaka kuondoka. Alitaka kujua kama Asha atatoka tena na kama atakuwa na Brian. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa Kelvin kuanza kumwandama Asha. Siku iliyofuata Kelvin alianza kumfuatilia kimya kimya. Alijua saa anazotoka kazini, alijua duka analopenda kununua chakula, alijua hata njia anayotumia kurudi nyumbani. Lakini hakuwahi kumkaribia. Alitaka tu kuhakikisha kuwa yuko salama. Au angalau ndio alivyokuwa anajidanganya. Lakini ukweli ni mmoja, alikuwa hawezi kumwachia. Siku moja Asha alipokuwa anatoka kazini, alihisi kama kuna mtu anamtazama. Aligeuka, hakuna mtu, lakini hisia haikuondoka. Alipofika nyumbani, Brian alimtumia ujumbe, "Umefika salama?" Asha alitabasamu, "Ndiyo, nimefika." Lakini kabla hajafunga pazia, aliona kitu nje, gari nyeupe, lile Kelvin alokuwa nalo. Asha alitetemeka kidogo, sio kwa hofu, bali kwa hasira ya kimya. Kesho yake kazini, Brian alimuona akiwa tofauti. You look tense. Brian akasema kwa sauti ya upole. Asha alikaa kimya kwa sekunde chache. Kisha akasema, "Brian, kuna mtu ananifuata." Brian hakushangaa, hakupiga kelele, hakumwambia labda unahisi tu. Alimtazama kwa macho yale ya mtu anayejua maumivu. "Is it Kelvin?" Asha akavuta pumzi ndefu. "Ndiyo." Brian akasimama karibu naye, si kwa ukaribu wa kimapenzi, bali kwa ukaribu wa ulinzi. "Asha, sitomruhusu akuumize tena." Maneno hayo yalikuwa tulivu, lakini yalibeba nguvu ya mwanaume ambaye haongei sana. Lakini akiamua hakuna wa kusimamisha. Usiku ule Kelvin alituma ujumbe, "Nimekuwa nikikuangalia, najua Brian anakuzunguka, lakini hakuna atakayekupenda kama mimi." Asha alitabasamu, tabasamu la mwisho la hatari, na mtu aliyekoma kuogopa. Akaandika jibu moja tu, "Hapo ndipo unapokosea." Kisha akamblock. Lakini Kelvin hakukoma, na hapo ndipo mambo yalipoanza kubadilika. Asanteni sana wasikilizaji wa Simulizi na Hadithi. Leo hii tutaishia hapa hii sehemu ya kwanza. Tutaendelea na sehemu ya pili kila wiki. Naomba msikose kusikiliza kipindi chetu, na pia msiache kutufuatilia katika peji zetu za YouTube, Instagram, Facebook and TikTok. Naomba mcomment, mlike na msubscribe. Asanteni sana na karibuni tena, nawapenda. Bye.